السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ndugu zangu Waislamu, albukau min khashyati llah, kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah. Hii ni ibada adhima, ni ibada kubwa, ni ibada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada waliokuwa nayo mitume alayhimus salatu wassalam. Ni ibada ambayo mtu anapata daraja za wilaya. Albukau min khashyati llah. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an alipowasifu baadhi ya mitume wake, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wajtabayna idha tutla alayhim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. Ibada ya kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ambayo ina fadhila nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika fadhila wanazozitaja maulama kwamba mtu anazipata kwa ajili ya kulia kwa kumwogopa Allah ni ziyadatul iman. Mtu imani yake inazidi, khushu' yake inazidi, kujidhalilisha kwake kunazidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo anavyotakiwa kila mmoja wetu, azidishe imani yake na azidishe khushu' yake, unyenyekevu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. hawa waja wa Allah waliowema walikuwa wanaposomewa aya za Allah wanaporomoka chini hali ya kusujudu na hali ya kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Albukau min khashyati llah ni moja katika sababu za mtu kufunikwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha arshi hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akiwataja wale watu 7 ambao watafunikwa katika kivuli cha arshi yake, arshi ya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, Mtume sallam akasema, wa rajulun dhakara Allaha khaliya fafadat aynah, na mtu ambaye alimtaja Allah hali ya kuwa faragha, macho yake yakatoa machozi. Ni katika watu ambao watafunikwa katika kivuli cha arshi ya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Albukau min khashyati llah, kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah
ni sababu ya mtu kutoingia motoni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul ainani la tamassuhuma an-nar, macho mawili moto hautapata macho hayo mawili. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khashyatillah, jicho lililolala kwa ajili ya njia ya Allah, wale mujahidun ambao hawalali kwa ajili ya kupigana na maadui na kwa ajili ya kuwalinda waislamu wenzao. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khashyatillah, na jicho lililolia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah ni sababu ya mtu kuepushwa na moto. Ndugu zangu Waislamu, kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah ni ibada aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alinambia, iqra alayya alquran, nisomee Qurani. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqra'u alayka wa qad unzila ilayka alquran, mimi nikusomee wakati wewe ndiye ulioteremshiwa Qur'an. Faqala sallallahu alayhi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi napenda kuisikia Qur'ani kwa mwingine, napenda mimi niisikie Qur'ani kwa mtu mwingine. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasoma kama sikosei suratun Nisa mpaka akafika aya ya Allah, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wajina bika ala haulai shahida. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliposoma aya hii akazungusha uso wake, fa idha ainahu tadhrifan, macho ya Mtume ikawa yanatoa machozi. Aliposoma aya hii Mtume akamwambia, hasbuk, basi usiendelee. Mtume ikawa analia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwahurumia umati wake sisi. Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wajina bika ala haulai shahida. Mtume akamwambia hasbuk, akawa Mtume analia. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tulie kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtu halii ajilize, lakini bahati mbaya nyoyo zetu zimekuwa ngumu, nyoyo zetu sio laini kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Adhabu kali ni ya wale ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu kwa kumtaja Allah, hao wako katika upotevu ulio wazi. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tufanye ibada hii ya kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.